Tanzania imekuwa ni nchi ya kwanza Afrika kutumia mfumo wa football video support. Tuko vizuri. Kwenye michezo tutafika mbali. Tutafika mbali. Kwa hiyo Tanzania imekuwa ni nchi ya kwanza Afrika kutumia mfumo wa football video support FVS kwenye ligi yake ya ndani, na mfumo huu unasaidia waamuzi kupitia upya matukio muhimu ya mchezo wa kuboresha maamuzi. Sasa imagine, sisi tumekuwa wa kwanza Tanzania. Hii inaonyesha mwanga mzuri kwanza katika sekta ya michezo. Tutafika mbali, tutafika mbali. Wale wachezaji ambao mnaenda mmecheza, mnaona kabisa mnashindwa, mnaanza kufanya madhambi uwanjani. Sasa hivi hakuna beba. FVS inafanya kazi. Madhambi yote yataonekana na kila mmoja atabeba msalaba wake. Yes, lakini kitu kingine ni kwamba Yanga imeanza kwa ushindi kwa msimu huu hapa. Vile vile Simba na yenyewe imeanza kwa ushindi, kwa sababu mashabiki wengi walikuwa wanaonekana wakilalamikia sana Simba kuhusiana na swala la kufunga, na hapa tumekuwa tukijadiliana baadhi ya mambo, kwamba tatizo kubwa la Simba lilikuwa linaonekana ni katika kile kipengele cha umaliziaji, ufungaji. Kwa hiyo naona hilo walilifanyia kazi na mambo jana yalikuwa mazuri. Ndio kama hivyo, wamepata bao 2 tena bila nyavu zao kuguswa. Kwenye ulinzi wako imara, kwa hiyo wakaboresha lile eneo la umaliziaji. Katika mechi za mwanzo za NBC Premier League kwa msimu wa mwaka 2026-2027, Young Africans ilifunga Namungo bao 3-1, na Simba walifunga Kagera Sugar bao 2-0. Kwa hiyo tunaona msimu umeanza vizuri na timu nyingine zimeanza vizuri. Tukiangalia hizi timu kubwa zimeanza vizuri, zimeanza kwa ushindi. Hiyo inawapa confidence ya kuendelea kupambana, ya kuendelea kufanya vizuri, ya kuwaaminisha kwamba wanaweza. Na kitu kingine ni kwamba Aziz Ki amerudi Yanga na alitambulishwa siku ya juzi kama X Factor. Alipewa utambulisho muhimu sana, utambulisho wa kipekee. Jamani. Walimuuza, lakini wameamua kumrudisha. Mshambuliaji huyo wa Burkina Faso, Stephen Aziz Ki, amejiunga tena na klabu ya Yanga baada ya kipindi kifupi akiwa Al Ittihad, akiahidi kusaidia klabu hiyo kwenye msimu mpya. Anasema amekuja kwa ajili ya kushinda. Kwa hiyo wananchi watarajie ushindi. X Factor. Lakini tukiangalia klabu ya Simba wenyewe hawakutambulisha X Factor. Wanasema mchezaji wa kipekee. Simba hawakuwa na hiyo, hawakufanya hivyo. Na mashabiki wengine wa Simba wamekuwa wakilalamika kwamba wanasema waliambiwa wanunue jezi kwa shilingi 100,000 ili waweze kumpata mchezaji anayekwenda kwa jina la Faisal, lakini haikuwa hivyo. Mambo yamekuwa tofauti. Sasa sijui mmefikia wapi mashabiki ambao mlinunua jezi. Walikuwa wanalalamika, sasa pesa zetu zimeenda wapi? Mashabiki wa Yanga wanawaambia ziko benki, tulieni. Haya bwana. Tukigeukia kitu kingine, jambo jingine au habari nyingine ni kwamba CRDB Marathon ya kusanya zaidi ya shilingi bilioni 5. Haya, juzi kati hapa ilikuwa ni NBC Marathon CRDB sasa inakuja. Mambo mazuri hayo. Wale wapenzi wa michezo, wale wanaopenda kukimbia, tunahakikisha bwana kwenye michezo sisi hatukuachi, tuko na wewe. Iwe unapenda kukimbia, tuko na wewe. Kwa hiyo CRDB Marathon ipo kwa ajili yako. Ni toleo la 7 la CRDB Bank International Marathon lililofanyika Dar es Salaam, na limefikisha zaidi ya shilingi bilioni 5 zilizokusanywa tangu kuanzishwa kwake mwaka 2020, na fedha hizo zimechangia matibabu
ya watoto wenye matatizo ya moyo na wanawake wenye mimba hatarishi miongoni mwa miradi mingine. Hongereni sana CRDB, mmefanya kitu kizuri kwa kweli. Maisha ni kusaidiana. Wanasema bwana, ukiweza kumshika mwenzako mkono ni vizuri unamvusha na wewe ipo siku watakushika mkono. Mashindano ya FEASA yanaendelea pale Morogoro. Kinale Girls kutoka Kenya imetoa ubingwa wa Rug Sevens ya wasichana katika FEASA mwaka 2026 iliyofanyika SUA Morogoro baada ya kumaliza juu ya Jinja ya Uganda na Kimobo ya Kenya kwa tofauti ya pointi. Na AFCON kwa mwaka 2027 inakaribia, siku zinasonga jamani. Unajua huu ni mwezi wa 8, imebakia kama miezi 4 tu tuweze kumaliza huu mwezi 2027, hiyo hapo inakuja. Maandalizi ya AFCON yanaendelea kufanyika, wafanya biashara, watumia fursa, mambo yanaendelea, maandalizi yanaendelea kufanyika na Tanzania, Kenya na Uganda zinaandaa matamasha hayo, zinaandaa tamasha hilo la AFCON 2027 itakayochezwa kuanzia Juni 19 hadi Julai 17 kwa mwaka 2027, na CAF imesema mchujo utaanza Septemba mwaka 2026. Kwa zile timu ambazo zitashiriki kwenye zitashiriki AFCON mwakani, mchujo unaanza mwezi wa 9, mchujo unaanza. Kwa hiyo muendelee kujipanga bwana, timu ambazo ziko tayari kushiriki. Kiswahili kinataka kunikimbia, zinawiwa kushiriki katika mashindano hayo, basi zijiandae, manake mchujo CAF wamesema utaanza Septemba kwa mwaka huu hapa 2026. Yes, hizi ni baadhi tu ya taarifa au habari ambazo nimeona ni kusogezee kwa muda huu hapa. Ila jambo kubwa ambalo nilitaka ulijue kwa sasa ni kwamba Tanzania imekuwa nchi ya kwanza Afrika kutumia mfumo wa Football Video Support FVS kwenye ligi yake ya ndani. Kwa hiyo unaona tuko vizuri na mambo ni mazuri, na mfumo huu unasaidia waamuzi kupata upya matokeo muhimu ya mchezo kwa ajili ya kuboresha maamuzi na unawarahisishia pia. Kwa hiyo kama umefanya kosa alafu unataka ufanyiwe favor, mwamuzi anasema usinitanie, ngoja tuende kwenye FVS tuone yaliomo yamo, ni kosa kweli limefanyika au unataka tu nikupendelee. Kwa hiyo kwa namna fulani hii inasaidia sana, na kuna siku hapa tumejadili tukasema inasaidia au basi tu, wengi walisema kwamba inasaidia, wengi wanaiamini FVS wakisema inasaidia na wanaamini kwamba kwa kuendelea kutumia hii basi soka la Tanzania litafika mbali. Yes, ni kukumbusha pale YouTube utatupata kwa jina la Tanganyika Productions. Ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza uweze kusubscribe na upige kura hapo. Swali la leo hapo YouTube linauliza mechi moja inatosha kumtambua bingwa? Piga kura yako hapo, alafu mwisho wa kipindi tutapita na majibu. Dakika ni 47 zimeondoka baada ya kugonga 5 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na hii ikiwa ni lisaa la kwanza la mambo leo. Nikukumbushe kwamba itakapogonga saa 6 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki, tutasali pamoja sala ya malaika wa Bwana. Halafu nitarejea kwa ajili ya kuendelea katika lile lisaa la pili, ambapo lisaa la pili tutakuwa na mjadala wa siku, ambapo mjadala wa siku ya leo unasema kwamba mechi moja inatosha kutabiri ubingwa. Tutakuwa na huo mjadala kwenye lisaa la pili. Unaweza ukaendelea kudrop komenti zako hapo, komenti yako hapo, alafu nitapita nayo. Tageukia katika kile kipengele cha fahamu mchezaji. Nitakusogezea ratiba ya mechi zinazofuata na vile vile nitakusogezea habari za michezo
kwa mchana wa leo, ambapo Singida kutua Bukoba leo kukipiga na Kagera tarehe 19 ambayo ni kesho kutwa. Hiyo ni miongoni mwa habari ambazo nitakusogezea hapo katika lisaa la pili. Tukapate mapumziko baada ya kusali pamoja sala malaika wa Bwana, basi nitarejea kwa ajili ya kugeukia lile lisaa la pili kwa ajili ya kuingia katika mjadala wa siku ya leo.